The president, first let me tell you, you are a terrible liar. And I want you to acknowledge to Kenyans that you are a serious, terrible liar, Mr. President. Last week, wewe mwenyewe ndo ulisema ukasema ya kwamba ulitumia 200 million kuhaya hiyo ndege, which was cheaper compared to ile pesa ungetumia kuchukua ndege ya Kenya Airways. Sa leo sijui kizungu imegeuka, ukarudi ukakuja kuambia watu ya kwamba ulipatiwa ndege, utoe just 10 million upewe ndege ya bure. Mr. President, acha kubeba wa Kenya ufala. Acha kubeba wa Kenya kama wajinga. Be very keen that anything that you speak, Kenyans wako na mwa Kenya wanaandika hizo vitu. Any promise that you made, Wakenya wanaandika. Ukisema umetumia 100 shillings kufanya kitu, be very sure that even in the next 4 years uta maintain hiyo 100 shillings. Don't lie to Kenyans because they questioned, wakauliza mbona umechukua ndege ya watu place ingine au kutumia ndege yetu. Sisi hata tuko na haja na sana na pesa, Mr. President. What we were advocating for is that wewe mwenyewe na serikali yako ndio umekuwa mkituambia buy Kenya, build Kenya. So what we were concerned about is why not you use Kenya Airways when they at least we advertise ndege yetu yenye tunajivunia juu hatuna ingine. That was our biggest concern. Haiko ile pesa imetumika. No. Kenyans we were asking, mbona president akutumia ndege yetu yenye tuko nayo so that I advertise. You see, Mr. President, when you use Kenya Airways and you travel with it from Kenya to the United States, it's a form of advertisement that hii ndege yao ni mzuri. Even their president uses it mali mopote anaenda. Manao Mr. President, ukikuja sasa uanze kutuambia kizungu mingi, oh my friends donated it from for me, I only contributed 10 million, oh it didn't. Nani last week uliongea nini bona Mr. Ruto? Kwani unatuona aje? I am 100% sure easy demolitions zinaendelea next year. You lie just to foolish Kenyans that I, Mr. William Ruto, I never participated in those demolition. I was not even around in the country. I met kama in vitu zimebomolewa. I am 100% sure that is what you are going to tell Kenyans. Mr. President, be keen when you are telling us anything. We are not fools. We are recording and we are writing. By the way, mtu kama mimi huwa nakuandikia makosa yako yote. Ukifanya kitu naandika. So that ukidanganya wa Kenya 2027, vote for me again. Tutakuwa tunaambia wa Kenya, angalia hii ndio credit score. Hapa ndivyo msee amescore. Hapa alipata 0/50, hapa alipata 0/100, hapa alipata 1/10. This is what your man scored. Because you can't be calling yourself hustler and you are in jet ya 200 million, hata mafuta haiko hapo. Just tell us ulitumia pesa yetu vibaya. We have no problem, tumeitikia kukua slaves. We will be taxed more, ufurahie. Mama mboga will be taxed more, mtu wa mkokoteni, mtu wa bodaboda. The poor farmers who are in somewhere in Sugoi, your place, who are in Mount Kenya, who are in Taita Taveta, saizi wakienda kubeba mimea zao, hizo gari zinakuwa taxed. That's how, Mr. President, to treat Kenyans. You want to live a lavish life with your people. Pale Mount Kenya tunaona ma MPs na magavana wanangangana, wanashindana. Who lands best? Nani ako na ndege mzuri? Nani ameland vizuri kushinda mwingine? That is the competition. Competition is no longer about development. Competition is no longer about accountability. It is the competition of who gets more than the other. But anyway, msiba wa kujitakia uambiwi pele wa Kenya. 2027, be ready. Be ready to kick out this government, to send them home. Yes.